kutazama kipindi chako pendwa cha Gift Online TV. Wakati mwingine kocha mpya harithi tu mikoba ya timu, bali hurithi matarajio, pressure na deni la mafanikio. Ndivyo ilivyo kwa Monba aliyetambulishwa kutua Jangwani siku chache zilizopita. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini anaingia Yanga ikiwa inashikilia ubingwa wa ligi kuu bara, lakini pia ikiwa kwenye kipindi kigumu cha mabadiliko ya kikosi na matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki. Kwa nje unaweza kuona amekabidhiwa timu inayotoa mataji, lakini kwa ndani anakutana na kikosi kinachoanza kujengwa upya. Nyota wanaondoka, wengine wanaumia, wapya wanawasili na msimu unakaribia kuanza. Katika soka la Afrika hakuna anayepewa miezi 6 ya kujifunza matokeo yanayotakiwa kuonekana kuanzia mchezo wa kwanza tu. Hivyo nayo ni miongoni mwa mambo ambayo atakuwa nayo kichwani wakati akiwa na mipango yake sawa kwa ajili ya kuanza maandalizi ya msimu ujao. Hata hivyo, kocha huyo ana mambo 7 ambayo anatakiwa kukabiliana nayo ili kuhakikisha kikosi hicho kinafanikiwa kufanya vizuri kwa msimu ujao. Yanga mpya, mtihani wake wa kwanza ni kulinganisha kikosi kipya kwa haraka. Dalili zinazoonyesha Yanga inaweza kuwa miongoni mwa timu zinazokabiliana na sura ya kikosi katika dirisha hili. Wachezaji kadha wa kigeni wanatarajiwa kuwasili, huku wengine wakiondoka kutokana na kiwango chao ambacho walikionyesha msimu uliopita. Prince Dube tayari ameondoka. Pacome Zouzoua hayupo kwenye mipango ya msimu mpya kutokana na kusumbuliwa na majeraha. Beki Frank Yasink, Mohamed Damaro, Komua na Chadrak Boka nao wamehusishwa na kuondoka kwenye kikosi hicho kabla ya msimu haujaanza. Lakini hakuna muda, kama kuna kitu ambacho kocha huyu mpya anatakiwa kukielewa mapema kabisa ni kwamba ameingia katika mazingira ambayo muda ni bidhaa adimu. Soka la Tanzania, hasa katika klabu za Yanga na Simba, halina utamaduni wa kusubiri kocha ajenge timu kwa utulivu. Matokeo ndio lugha pekee inayoeleweka. Mashabiki hawataki kusikia maneno ya mchakato, kujenga kikosi au project ya muda mrefu. Wanataka kuona timu inashinda kuanzia mchezo wa kwanza, inacheza soka la kuvutia na inaonyesha dalili ya kutoa mataji ya ubingwa. Lakini viwango vya waliopotea ni kweli. Yanga ilitoa ubingwa msimu uliopita, lakini wengi waliona timu haikuwa na ubora ule wa enzi za Miguel Gamondi. Ile ya Yanga yaliyokuwa inashambulia mpinzani kwa kasi, inamfunga mabao mengi na kutoa mechi kwa dakika 90 haionekani mara nyingi, na ndivyo maana msimu uliopita ndio timu hiyo ilikusanya pointi chache tofauti na ule msimu wa nyuma. Lakini mashabiki wanataka kuiona timu yao ikirudi katika kiwango hicho. Huo ndio utakuwa mtihani mwingine wa kocha huyo mpya. Sasa endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali nyingi nzuri zaidi. Na hii ni Gift Online TV.